Basi ni jioni njema, Mungu ametuletea amani na ametupa neema ya kutangia wanabiashara, vijana kwa watoto, kwa wazee wote ambao wanawapiga njia. Basi ni kwa neema ya Kristo tumeonana siku ya leo kwa ajili ya neema yake na upendo wake. Kwa hivyo na wakaribisha wapiga njia wale wote wanasikia sauti hii kwa jina la Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti. Kwa hivyo wote tukaweza kuomba ili tukaweza kushiriki neno in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu tunakuinua, tunakutukuza kwa neema hii ambayo Kristo imetujalia wapita njia, kwa wanabiashara, kwa vijana, kwa wazee. Baba, ni neema yako, nasi Mungu tunapiga kila roho yote ambayo iko against na neno lako Baba, tukiweka chini, tukiinua neno lako ambalo ni mpanga ukatafu. In the mighty name of Jesus we pray and we amen. Basi siku ya leo ninakuja kueleza neno ambalo liko katika Matthew chapter 8, Matthew chapter 8 verse 14. Matthew chapter 8 verse 14. Neno linasema hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mke wa Petro, mama yake mkewe, amelala kitandani, hawezi homa. Basi nitarudia, hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, mke wa Petro, mama yake, amelala kitandani, hawezi homa, akamguza, homa ikamwacha, naye akaondoka akamtumikia katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku ya leo, basi jioni ya leo, kuna neno ambalo Matthew anaongelea wewe mpita njia. Matthew anasema ya kwamba Yesu alipokuwa anahubiri, aliingia kwa nyumba ya Petro, akakuta mama wa Petro, mkeo Petro, ako na homa kali, homa ambayo ilikuwa imekamata mama ya mke wa Petro. Kwa hivyo tunaona neno linasema akamgusa na homa ikamtoka. Kwa hivyo Matthew alikuwa na Yesu Kristo. Yesu alipoingia kwa nyumba ya Petro, basi neno linasema mama ya mke wa Petro alikuwa na homa kali, ile homa kali sana. Hata nyinyi mnajua kuna homa kali, ile homa kali ambayo imetoana mafrema na kama lori imetoka Naivasha imechelewa kuleta vitu Nairobi. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa homa kali ambayo mama ya Petro alikuwa nayo. Na Matthew anasema basi Yesu akamguza mama wa Petro, akahoma ikamwacha. Kwa hivyo Yesu alipoingia kwa hiyo nyumba alikuta magonjwa ambayo ni magonjwa ya homa. Basi hili neno linatufunza nini? Wewe mpita njia, wewe mzee, wewe mama, ya kwamba hili neno linatufunza nini jioni leo? Ya kwamba Yesu aliingia kwa nyumba ya Petro, akakuta mama wa Petro ako na homa, na hiyo homa ilikuwa ni homa imemweka chini. Kwa hivyo hili neno liko na maana kwa wanabiashara, kwa wazee, kwa wamama. Hili neno liko na maana gani jioni leo? Basi neno hili, wewe mpita njia, kuna watu wako na homa kali, kuna watu wanapita barabarani wako na homa kali, nami nimekuja na huyo daktari wa madaktari ambayo neno limetuambia aliguza mkono, hakumuhubiria, aliguza mkono, homa ikaacha mama wa Petro. Basi
akamgusa mkono wake na akaweza kupona. Hiyo homa kali ni nini? Basi leo hii homa kali, wewe mzee unayenisikia, homa kali ni usharati, labda kuna ugonjwa kama hiyo, ndio homa kali. Wewe kijana, labda wewe ni jogoo wa Ruiru, hiyo ndio homa kali. Mzee unaweza lipa fea kutoka Ruiru uende Kakamega bila mwanamke, hiyo ni homa kali. Wazee mwanamke akawapatia pesa Naivasha, wanaweza lipa waende mpaka Naivasha juu ya mwanamke, hiyo ndio homa kali. Basi kuna watu wako na homa kali wanatembea. Siku ya leo nimekuja na daktari ambaye ni zaidi ya madaktari, ambaye wewe mzee uache kulipa pesa yako mpaka Nyahururu kwa ajili ya mwanamke. Hiyo ndio homa kali. Yesu anasema njoo Yesu akuguze tu na mkono wako ukapone hiyo homa. Wewe mama ambaye unapita barabarani, basi kama uko na hii ugonjwa ya homa kali ambayo hautosheki na adamu mmoja, basi hiyo ni homa kali ambayo nimekuja kuongelea. Kwa hivyo kuna watu wako na homa kali, lakini siku ya leo tunaona ya kwamba Yesu aliguza mama wa Petro na mama wa Petro akapona, hakumhubiria. Leo hii mimi nakuhubiria ni kwa sababu madaktari ambayo ni Yesu Kristo, ukimwamini anakuponya hiyo homa ya wazee wanne, unapona Adamu mmoja, anakuponya mzee hiyo homa kali ya kulipa fare from here tunaivasha kwa ajili ya mwanamke. Hiyo ni homa kali. Basi ukiamini Yesu, basi anakuondolea hiyo ugonjwa ya homa. Lakini siku ya leo, basi ninajua sijui ni homa gani ambayo uko nayo, na sijui ni homa kali ama ni homa gani, lakini tunaona ya kwamba mama wa Petro alikuwa na homa, alikuwa amelala kitandani. Kwa hivyo Yesu alipoingia kwa ile nyumba alimgusa mkono, homa ikaisha. Nami siku ya leo basi nimepita na huyo Yesu Kristo. Wewe kijana ambaye homa yako imegeuka kula na damu kana mbuzi, basi utawekwa kwa mkono wa kushoto wa Mungu na utatupwa kwa ziwa la moto. Maana Mungu anasema katika Ezekiel 33 vijana ambao wanakula mboga kama mbuzi. Basi leo hii basi ukisoma Ezekiel 33 yote, neno linasema Mungu atatenganisha mbuzi na kondoo, na mbuzi watawekwa mkono wa kushoto wa Mungu na watatupwa kwa ziwa la moto, lakini kondoo hawatawasaliti. Kwa hivyo kijana, njoo kwa Yesu ambayo ni daktari wa madaktari, akuondolee hiyo ugonjwa ya homa kali ambayo inakula majani kama mbuzi. Siku ya leo nimekuja na daktari wa madaktari. Wewe ambayo unatakiwa siku ya leo ya Naivasha, wewe ambaye mzee umepanga siku ya leo kwenda Nyahururu kwa ajili ya mwanamke, hiyo ndio makali. Njoo kwa daktari akuondolee hiyo tamaa, maana ukimwamini Yesu basi anakuondolea. Na ndio maana leo nimekuja watu wa barabarani kuambia ni homa gani ambayo uko nayo, ni ugonjwa gani hiyo ya homa ambayo uko nayo mbele ya Mungu wako. Basi kuna ile homa ambayo tunasoma homa kali, na tunaona ya kwamba Yesu alipoingia kwa ile nyumba ya Petro alimgusa tu. Basi siku ya leo Yesu anapita. Huyu ninayohubiri ndio Yesu Kristo, huyu ninayohubiri ndio neno la kweli, huyu ninayohubiri ndio daktari wa madaktari. Maana yeye anasema katika Revelation 3:20, Revelation 3:20
ninabisha, yeyote atakayefungua mlango wake nami nitaingia. Kwa hivyo ni wewe kufanya jukumu na kufungua mlango wake, Yesu aingie ndani yako. Maana Revelation 3:10 anasema, nasimama mlangoni ninabisha, yeyote atakayefungua mlango basi nitaingia ndani yake. Na tunaona ya kwamba Petro alikaribisha Yesu, na ndio maana tunaona mama ya mke wake akaweza kupiga mkono na homa ikaisha. Kwa hivyo ukikubalia Yesu ndani ya nyumba yako, magonjwa yote yanaondoka. Siku ya leo iko na homa aina gani? Labda wewe mwana biashara, homa yako kali ni ya chumvi. Labda wewe mwana biashara, homa yako ni ya maji. Labda wewe mwana biashara, homa yako unyuziwa kitambaa ya makamasi na napiga uwezo akakwambia funga makazi yako itakuwa na kasoro. Hiyo ni homa kali. Kwa hiyo kuna Yesu ambaye ni daktari ambaye imetendea. Mimi sijui kama uko na homa kali, lakini siku ya leo kuna Yesu Kristo ambaye ni Yesu wa Nazareti. Kwa hivyo mimi nimaliza madhabahu, yule ako na magonjwa ya habari, basi amini Yesu Kristo nawe utapata kupona kwa jina la Yesu. Baba, takasa watu wako na uwabariki kwa jina la Yesu. Nimeomba hata na kuamini. Amen.